Nikusalimu kwa jina la Yesu, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo Bwana Yesu ametupa neema ya kujifunza jambo ambalo litaweza kutusaidia kwenye maisha yetu ya kiroho, kimwili, lakini pia kutembea katika nguvu ya Mungu kupita kawaida. Mamilioni ya watu tunahitaji tumuone Mungu akifanya jambo kwenye maisha, lakini wengi hatumuoni yule Kristo aliyezungumziwa kwenye maandiko na matendo yake makuu hatuyaoni. Ndio maana tukiangalia kwenye kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 4 anakuambia mtafute Mungu na nguvu zake, mtafuteni uso wake kila siku. Kwa hiyo Mungu tukiwa naye, Bwana Yesu tukiwa naye, Roho Mtakatifu tukiwa naye, maisha yetu hayatobaki kama yalivyokuwa. Ila wengi maisha yetu ni ya kawaida kwa sababu Yesu aliyezungumziwa, anayehubiriwa, tunamjua kwa maneno lakini hatumjui kwa vitendo. Ndio maana ili tuwe naye afanye kazi, ila maana yeye si neno, lazima atoke kwenye neno, aingie kwenye kutafakari. Aitoke kwenye kutafakari, tuanze kutenda kama yeye alivyotenda kwa imani. Ndio maana siku moja alipita sehemu akiwa na wanafunzi wake, akaulaani mtini baada ya kukosa tini pale. Sasa kesho yake wanapita na wanafunzi wake, wakashangaa mtini ule umekauka baada ya kulaani jana yake. Wale wanafunzi wake wakashangaa, mwalimu, Labi, mbona huu mtini umekauka? Akasemaje? Na hakika nawaambia, mkiomba lolote bila kuwa na mashaka ndani ya moyo wako, haitokuwa tu issue ya mtini tu, hata na mlima unaweza kuhamisha. Wengi tunaumwa, tunateseka, hatupati miujiza, vilema hawatembei, viwete hawatembei, viziwi hawasikii, vipofu hawaoni, wafu hawafufuliwi, na matendo makuu ya kipindi kile hatuyaoni kwa sasa kwa sababu kizazi hiki ni kizazi cha zinaa, kizazi cha wasioamini na kizazi cha nyoka. Ina maana imani imepungua, kumwamini Mungu kumepungua kwa sababu tumependa vitu kuliko uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Tunapokuwa watumishi zaidi tunataka tufaidi nini katika utumishi. Lakini watumishi wa mwanzo walikuwa waangalii tunapata faida gani ya kimwili, bali tunapata faida gani ya kiroho. Wakipindi hile walikuwa wanaangalia matendo makuu ya Mungu, lakini sasa hivi tunaangalia nini matokeo napata, fedha kiasi gani nitaipata nikiwa mhubiri. Lakini kipindi kile walikuwa wanaangalia ni nguvu kiasi gani naweza kutembea nayo ya Mungu nikishampata Mungu. Sasa twende moja kwa moja tuangalie topic ya leo. Inasema hivi kwamba Yesu Kristo aliyaona haya mambo 9, au akiyaona haya mambo 9 kwako au kwenye maisha yako, utakuwa ni tishio, utavutia sana duniani na kuwa mtu mwenye nguvu kupita kawaida na kupita watu wote, na ndipo utaona matokeo makubwa ya kiroho na ya kimwili hapa duniani. Kitu cha kwanza ni imani. Kwanza ni neno lake. Tuanze na neno lake. Kusoma Yohana 14:23, maandiko yanasema mtu akinipenda atalishika neno langu, na kisha alishika neno langu, mimi na Baba, na maana Bwana Yesu Kristo na Baba wa mbinguni watakuja waweke makazi ndani yake. Na ili uweze kujua Mungu ameweka makazi ndani yako na Bwana Yesu, ya maana unatembea na nguvu ya Roho Mtakatifu. Utatembea katika huduma, utatembea katika vipawa, utatembea katika matunda ya Roho Mtakatifu, na utatembea katika roho 7 za Mungu. Lakini cha pili, Yesu Kristo anachokiangalia ili aweze kukupenda, kukuthaminisha na kukuheshimisha ni imani. Imani inatokana na neno lake. Ndio maana Waebrania 11:6 anakuambia pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu. Na imani isiyo na matendo, hiyo imekufa. Kwa hiyo imani yenye matendo ndo imani kamili. Na maana unapolishika neno lake ni lazima ulitafakari na uliishi, maana imani ni neno la Bwana. Neno lile lina ujumbe, ule ujumbe lazima ujue. Neno la Bwana lina maonyo, lazima yale maonyo uyajue. Neno la Bwana lina taarifa, lazima zile taarifa uzijue na uzifanyie kazi. Neno la Bwana lina maelekezo, lazima yale maelekezo uyajue uyafanyie. Neno la Bwana lina baraka, lazima ujue namna ya kuzipokea zile baraka. Neno la Bwana lina laana, lazima ujue zile laana nizikwepe vipi ili niweze kuenenda katika misingi ya Mungu. Hichi nimekizungumzia, utakiangalia kwenye kitabu pia cha Wakorinto
Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka 14 unataja baraka, lakini kuanzia wa 15 mpaka 50 unataja laana. Lakini kitu cha tatu Yesu atakachokiangalia kwenye maisha yako ni utii, upole na unyenyekevu. Kusoma Petro wa kwanza 5:5 anakuambia Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Lakini pia soma Yakobo 5:7 hadi 10 anakuambia mtii Mungu na kumpinga shetani. Kumtii Mungu ni kufuata sheria zake, neno lake, lakini kumpinga shetani ni kuacha dhambi. Kitu cha 4 Yesu Kristo anachokitamani akione kwako ili afanye matendo makuu kwenye maisha yako, anayezichukia na kuziacha dhambi na kuzikimbia. Tunamwona Yusufu anakimbia dhambi na Mungu anambariki sana. Tunaona Daniel anakimbia kula vyakula vya anasa vya mfalme kwa kupenda kula mitama. Tunaona mtu aliyependwa sana na Mungu, Daniel, anaitwa na malaika. Na tunaona pia anaambiwa anapendwa sana Yusufu kwa sababu Mungu aliweza kumuinua zaidi, kwa sababu aliweza kukimbia mke wa Potifa asizini. Lakini angalia waliozini na kutenda dhambi ni nini kilichowakuta. Angalia Samson, angalia Suleiman, angalia Daudi. Kuna baadhi ya changamoto walizipitia na majaribu makubwa waliyapitia ambayo yalipoteza utukufu wa Mungu kwenye maisha yako, kwenye maisha yao. Ndio maana tunaona hicho kitu. Lakini kitu cha 4 ni anayezichukia dhambi. Tumesoma neno Yohana wa kwanza 5:18 anakuambia yule asiyetenda dhambi ina maana shetani hamgusi. Lakini 5 muombaji. Luka 18:1 anakuambia tuombe bila kuchoka. Yesu mwenyewe anasema. Lakini Yohana 14:13 mpaka 18 anakuambia tukiomba lolote kwa jina la Yesu Kristo ina maana atatutimizia. Lakini Wathesalonike wa kwanza 5 mstari ule wa 5 wa 16 mpaka 18 anakuambia tuombe bila kukoma. Lakini pia ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 na kuendelea na ule mstari wa 17 tunaona lazima tuombe kwa moyo kama Elia alivyoomba. Lakini pia tukiomba kama wenye haki, tukiomba kwa bidii pia tutafanikiwa zaidi na zaidi. Na hapo ndipo tutakuwa wenye haki. Na neno linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ila maana mwenye haki ni yule anayeishi kulingana na neno la Mungu. Maana imani ni matokeo ya neno la Mungu, neno la Kristo. Hakuna imani itajengeka nje ya neno. Ukiona unajifanya una imani labda kwenye maji, kwenye mafuta, lakini hauzingatii lile neno lililoko nyuma ya kile kitu, ina maana hakuna kinachoendelea, na hiyo ni ibada ya sanamu. Lakini likiwepo neno, ukaliangalia neno, maandiko yanasema Mungu hulituma neno lake ili likawaponye watu. Zaburi 107:20. Lakini pia Yeremia 1:12 tunaona Mungu analituma neno lake, lakini pia analithibitisha neno lake, analitimiza neno lake. Na Warumi 9:28 tunaona Bwana analitekeleza neno lake pia. Kwa hiyo lazima uombe, lakini uombe kulingana na neno, lakini omba kwa kunena kwa lugha, yani omba rohoni. Maana Mungu ni roho, wamwabuduo Mungu wafaa wamwabudu katika roho na kweli. Na tukiona Yohana 6:63 anakuambia maneno yangu haya ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo Yesu Kristo ni roho tena ni uzima. Maana Yesu Kristo ni neno. Soma Ufunuo 19:13. Lakini kitu cha 6 ni anayesamehe na kusahau na kuachilia. Soma Mathayo 6:14 mpaka 15 anatuambia tusamehe na kuachilia. Soma kile kitabu cha Luka sura ya 6:20 mpaka 48. Lakini 7 anayetubu na kuacha dhambi zake. Mithali 28:13 mpaka 14 anakuambia azitubue dhambi zake na kuziacha atapata rehema, lakini anayekataa ataangamia. Lakini ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili 7:10 anakuambia toba sahihi inaleta wokovu. 8 anayewaombea na kuwabariki maadui. Soma Mathayo 5 mstari wa 43 mpaka 48, Warumi 12:19 mpaka 20 anakuambia adui yake wana njaa mpe chakula. Lakini pia soma kile kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 20 mpaka
48 utagundua kwamba tunapowaombea maadui Mungu anaachilia baraka, kwa sababu Mungu anawabariki wasiomshukuru na waovu. Kwa hiyo anasema tukifanya hivyo pia na sisi, ina maana tutakuwa kama Baba yetu wa mbinguni, na Baba ataachilia baraka na neema isiyo ya kawaida. 9 na mwisho, yule mtu mwenye upendo. Upendo unastiri wingi wa dhambi. Upendo hauhukumu. Upendo unabariki. Upendo unawainua watu. Soma Wakorintho wa kwanza 13:4-7. Utagundua kitu. Nataka nikusomea hapa neno hili ili uweze kulijua. Lakini kabla ya kulisoma hilo, nataka usome Yohana wa kwanza sura ya 4:7-16. Maandiko yanasema, wapenzi wangu tupendane, maana upendo utoka kwa Mungu. Kila mtu aliye na upendo ni mtoto wa Mungu na anamjua Mungu. Mtu asiye na upendo hamjui Mungu, maana Mungu ni upendo. Na Mungu alionyesha upendo wake kwetu kwa kutuma mwanae wa pekee ulimwenguni ili tuwe na uhai kwa njia yake. Hivi ndivyo upendo ulivyo, si kwamba sisi tulikuwa tumempenda Mungu kwanza, bali kwamba yeye alitupenda hata akamtuma mwanawe awe sadaka ya kutuondolea dhambi zetu, kama pia Yohana 3:16 inavyosema, wapenzi wangu, ikiwa Mungu alitupenda hivyo, basi nasi twapaswa kupendana. Hakuna mtu aliyekwisha muona Mungu kamwe, lakini kama tukipendana, Mungu anaishi katika muungano nasi na upendo wake unakamilika ndani yetu. Tunajua kwamba tunaishi katika umoja wa Mungu, naye Mungu anaishi katika umoja nasi, kwani yeye ametupa roho wake. Sisi tumeona na kwamba wengine kwamba Baba alituma mwanae awe mwokozi wa ulimwengu. Kila mtu anayekiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anaishi katika muungano wa mtu huyo, naye anaishi katika muungano wa Mungu. Basi sisi tunajua na tunatumaini upendo ulio nao Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo. Kila mtu aishiye katika upendo anaishi katika muungano wa Mungu, na Mungu anaishi katika muungano naye. Kwa hiyo mwanadamu asiye na upendo, mwanadamu asiyempenda Mungu kwa moyo, akili na fahamu, mwanadamu asiyempenda ndugu yake, jirani yake kama nafsi yake, mwanadamu asiyependana na mwenzake na wakaishi kwa umoja, huyo ni mtu ambaye hajawahi kumuona Mungu. Tukisema tulimuona Mungu na tunampenda Mungu na tunawachukia ndugu zetu, majirani zetu, maadui zetu, ina maana hatuna upendo na Mungu hayuko ndani yetu. Mungu anadhihirika kwa mtu mwenye upendo. Ukiwa na upendo utayaona mema mengi. Ndio maana pia anaonya kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:6-4-7, anatuambia upendo hauna kiburi, upendo haukosi adabu. Upendo unafadhili, upendo hauna wivu, hauna majivuno, upendo haukosi adabu, upendo hautafuti mambo yake wenyewe, haukasiriki upesi, hauweki orodha ya mabaya, upendo haufurahi mabaya, bali hufurahi kweli, upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumainia yote na hustahimili yote. Kwa hiyo mtu mwenye upendo ana nguvu na ni shujaa, kwa sababu hakuna kitu kitakachoweza kumsumbua. Hata wale maadui hatawaogopa, kwa sababu atakuwa ni mtu mwenye upendo. Hawawazii mabaya, hawanenei mabaya, hawatakii mabaya, bali anataka wafanikiwe. Kwa jifunze kuwa mtu mwenye upendo. Ukiwa ni hivyo, utaweza kushinda hapa duniani na kuwa mtu mwenye matokeo makubwa hapa duniani. Ndio maana neno pale linaendelea kusema kwamba hata ukiwa ni nabii, hata kama ukitoa mali zako kwa saidia yatima na wajane, hata ukitoa mwili wako uungue kwa moto, hata kama unafanya miujiza, ishara na maajabu kubwa, hata kama wewe ni nabii mkubwa, una imani kiasi cha kuhamisha milima, lakini kama hauna upendo, wewe si kitu. Ni kama shaba yenye upatu. Ndio maana pia anaelekeza na kusema inadumu tumaini, imani na upendo, lakini lililo kuu kuliko yote ni upendo. Mimi naitwa Apostle Johannes. Ningependa haya mambo yazingatie, kwa sababu ukiyafanya utaanza kuona vipawa vikimimineka kwako, utaanza kuona neema ya Kristo ikitembea na wewe, ulinzi kwenye ulimwengu wa roho, nguvu kwenye ulimwengu wa roho, na neema ya Mungu itaanza kukuongoza na utaona matokeo makubwa hapa duniani. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.